subscribe to my channel and also press this bell icon. Yes. Kwanza lazima niweke wazi. Hayo ni makubaliano ya timu zote mbili, Simba na Yanga. Kwenye kikao tulichoketi mwaka jana tukakubaliana ya kwamba katika mechi za dabi waamuzi watoke nje ya Tanzania. Hii ni baada ya kujiridhisha ya kwamba waamuzi wetu hapa wana changamoto nyingi ndogo ambazo zinawafanya washindwe kumudu mechi za dabi. Sio kama hawana uwezo, wana uwezo mkubwa, lakini wana hizo changamoto ndogo ikiwemo kutokuwa na hali ya kujiamini na kukwepa ama kuogopa lawama. Kwa hiyo tukakubaliana hivyo. Ndio maana mechi iliyopita ile alikuja mwamuzi kutoka Misri akachezesha, tukafungwa ile mechi, hakukuwa na malalamiko yoyote. Na haimaanishi kwamba hawa waamuzi wa nje hawana makosa. Wana makosa mengi vile na wenyewe, wana madhaifu mengi vile na wenyewe, lakini kidogo afadhali wana uwezo wa kutafsiri kila kitu kwenye na kuna wakati wana uthubutu wa kufanya vitu ambavyo sisi pengine watu wetu hawana. Hawa waamuzi sio kama hawalaumiwi kwenye ligi za kwao. Ndio maana dabi ya Cairo kwa maana Zamalek na Al Ahly, Al Ahly wanataka waamuzi watoke nje ya Misri. Alafu sisi dabi ya Dar es Salaam tunakwenda kuchukua waamuzi kutoka Misri. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu waamuzi wetu wa ndani wameshindwa kuipa hadhi dabi. Mechi iliyopita ya dabi nyote ni mashahidi. TFF iliamua kuwajengea uwezo waamuzi wa ndani, wakawapa mechi. Kila mmoja nakumbuka kilichofanyika, goli halali kabisa. Hata line 1 angekuwa kipofu, lile goli angeliona na angesema ni goli, lakini kwa makusudi ya wazi kabisa line 1 alikataa. Sasa ile inaturejeshea sisi, kwa mfano kama mechi ile ya dabi ya kwanza wangechezesha vizuri, dabi hii ya pili wangeweza kupewa tena waamuzi wa ndani wakachezesha, kwa sababu tayari tuna evidence ya kwamba wamefanya vizuri mechi iliyopita. Lakini mechi ile baada ya kupewa wakavurunda kwa makusudi. Sasa uwezi kuendelea kuwapa watu waendelee kufanya makusudi. Mwamuzi wa jana kutoka Kenya amefanya makosa mengi na yeye. Kwa mfano yule Mtanzania wa kuchovya alikuwa anapata kadi mapema tu za njano nyingi wa kuchovya, sijui umeelewa, lakini akamlealea hivyo akupewa kadi sawa, lakini akaja kuonesha utofauti wa yeye na waamuzi wetu, na hili watu lazima wakubali. Akaja kuonesha tofauti kwenye dakika ile. Mimi nina uhakika kwa 100% kwa uzoefu wangu wa zaidi ya miaka 15 kwenye mpira wa miguu, mwamuzi wa Kitanzania kwa dakika ile asingetoa penati. Nina uhakika huo. Lazima angelemba tu pale, angeogopa lawama, angeona sijui dakika zimeisha, yani angekuwa na fikra nyingi. Mwisho wa siku angeamua kupeta na sio penati. Ni sawa na mwamuzi wa mechi yetu iliyopita, aliamua kwa makusudi ile mechi ishe sare, kwa sababu ikiwa sare hakuna upande ambao utalalamika sana kuliko mtu akifungwa. Kwa hiyo akaamua kuifanya ile mechi kuwa sare. Kwa hata hii mechi ya jana ingekuwa ni mwamuzi wetu hapa, nina uhakika kwa 100% kubwa angeamua kuifanya sare ile mechi, japo ilikuwa haina sare, lakini penati ile angeikataa. Akili yake inamwambia acha nivumilie dakika moja niwapeleke kwenye matuta wakauane kwenye matuta. Lakini nimeona yule mwamuzi pamoja na madhaifu yake yote, lakini amefanya kitendo ambacho watu wetu wasingeweza kufanya. Akafunika tuta dakika 118, bado dakika moja penalti tumepata na Simba tumeshinda kihalali kabisa. Nyapara bado anaendelea kutamba ndugu yangu. Sasa wanatamani kwamba Lusaka arejee tena, ni kama Chama na Simba ni damu. Niliwaambia Chama amerudi na makombe yamerudi ndani ya Simba. Chama ana DNA ya mafanikio ndani ya timu yetu. Utulivu wake, exposure yake na experience yake
zinatusaidia sana Simba Sports kwenye kupata mafanikio. Hata ile penati kama angekuwa ni mchezaji mwenye wahaka pale, maana yake baada ya mpira kupata ule alikuwa anapiga moja kwa moja, lakini Chama akatulia na mali, mchezaji wamekuja akamfinya yule, akaingia kwenye miguu ya Chama na ikawa penati. Kwa hiyo ni utulivu wake wa hali ya juu umeendelea kuwa msaada mkubwa kwa Simba Sports, na ndio maana tunamuita Kingunge. Ya mechi ya jana haikuwa na ubora wa kukufanya utulie na urelax. Mechi ya jana ilikuwa ngumu sana, ilikuwa ngumu kwa maana ya kwamba wapinzani wetu na wenyewe walikuwa bora sana kwenye mchezo. Kuna wakati walikuwa wanatushambulia, kuna wakati walikuwa wametuzidi, kuna wakati walikuwa wametukamata, kuna wakati unaona kabisa hapa tunafungwa, kuna wakati unaona hapa mambo leo ni magumu. Ilikuwa ni mechi ambayo imetawaliwa na mpishano wa vipindi namna hiyo, tofauti na mechi ile ya kwanza. Mechi ya kwanza Simba tuliangalia kwa starehe kubwa, kwa sababu tulimtawala pakubwa sana mpinzani wetu. Mechi ya jana ilikuwa tofauti, mpinzani naye alikuwa anajipapatua. Kwa hiyo mechi ilikuwa na pressure kubwa, hatukuangalia kwa raha. Tumekuja kufurahi baada ya penati na tukafurahi zaidi baada ya goli kufungwa. Wanasema sidhani kama amesema hivyo. Sijui wao watasemaje, watajua wewe wenyewe, lakini kwa lugha nyepesi tu, hizo ni sizitaki mbichi hizi. Wao walikuwa na mpango na kombe, hawana mpango na kombe. Sisi tumewafunga, hicho ndicho ambacho sisi tunajua, lakini hatujamaliza. Tunakwenda kwenye mechi ya tarehe 3. Hiyo ndiyo mechi muhimu zaidi kwetu. Mpaka kila namna ambavyo anafanya mabadiliko imekuwa silaha kwa Simba. Mechi zaidi ya 3 mabadiliko yake yameleta impact kubwa kwa Simba. Inaonyesha Simba na mwalimu wa kaliba gani na anaweza kufikisha nchi ya hadi kwenye michuano mikubwa ya CAF. Kwa lugha nyepesi tu tunaweza kusema ya kwamba Steven Baka ndiyo kocha bora tuliyekuwa naye katika ligi ya Tanzania hivi sasa. Wala hauhitaji ramli, hahitaji calculations za desimali, wala hazihitaji chochote. Steven Baka ndiye kocha bora tuliyekuwa naye katika ligi ya Tanzania hivi sasa. Amedhihirisha hilo kwa ubora wake, amefanya hivyo tangu amekuja, na ameibadilisha Simba na kuifanya kuwa timu tishio na timu bora hivi sasa. Mara chache sana katika fainali timu moja kuchukua zaidi ya tuzo 5. Simba Sports Club ukiacha kombe alilochukua amechukua zaidi ya tuzo 4. Hii inaonyesha ubora wa kikosi chenu. Ukiona timu inachukua tuzo zote, manake hiyo timu ni bora. Hatujachukua ubingwa kwa kubahatisha, tumechukua ubingwa kutokana na ubora wa timu yetu ambao umetamalaki kila eneo. Tuna golikipa bora, na mind you, aliyechukua tuzo ya golikipa bora ni golikipa namba 2 wa Simba Sports Club. Just imagine kama angecheza golikipa namba 1. Mfungaji bora ni mshambuliaji kutoka Simba Sports Club, Selemani Mwalimu. Na Selemani Mwalimu, ndugu zangu waandishi wa habari, Yanga mara 2 mfululizo. Amewafunga kwenye mechi ya ligi jana. Jambo nyingine kuhusiana na ubora wa waamuzi, ndio kusahau. Tunaonaga Diara namna ambavyo anakoromea waamuzi wetu, namna ambavyo anawakoromea. Jana mmeona Diara anakoromea waamuzi au pengine anakumbuka adhabu ya juzi hapa, adhabu pengine baada ya penalti mliona anamfuata mwamuzi kumkoromea. Mnajua kwa nini? Opa yule mwamuzi
viongozi wetu kuthubutu, kujiamini. Una kadi mfukoni, kumwadhibu, wanakosa huo uthubutu, wanakaa pale wanaogopa. Lakini kwa nini jana Diarra hakumsumbua mwamuzi? Kwa nini hakuenda kumkoromea? Kwa nini hakuenda kumfanyia vurugu? Kwa sababu wanajua nikimfuata huyu anajiamini na kazi yake, anaijua kazi yake, ataninyoa. Sisi watu wetu hali ya kujiamini, sheria inakuruhusu mchezaji kuzonga kama sio nahodha unamuonesha kadi. Hawafanyi hivyo, wanalemba tu. Mmeona ile mechi ya Dodoma Mtibwa na nani, mwamuzi anabugudhiwa, anadhalilishwa, amekaa na Mungu hivi. Sasa nani atakupa mechi kubwa wa namna hiyo? Huna uthubutu wa kusimamia sheria. Jana mmemwona alikuwa ametulia tu namna hiyo, anasubiri kufungwa na Gomez. Kwa hiyo Gomez ndio mchezaji ambaye amefunga mechi 2 Yanga, amewafunga kweli na kawafunga tarehe 3. Msemaji Pacome alikuwa anaenda kushambulia, kuna clip ikakuonyesha, kamera ikakuonyesha, ukawa ulikuwa unashuka. Mechi ilikuwa ngumu, lazima tukiri. Kwa hiyo homa lazima zipande. Haikuwa mechi ya kustarehe, ilikuwa ni mechi ngumu kweli. Kwa hiyo kila kitu hadi mapigo ya damu yalikuwa damu ilikuwa inatoka kwenye mishipa ya damu inapita kwenye mishipa ya hewa. Mambo yalikuwa magumu sana. Kibabaje licha kuwa na kiwango bora, kombe lake la kwanza Msimbazi, bado la pili, bado la tatu. Kikubwa Mungu tu. Swali la mwisho. Ba, nasikia kengele ya kanisani ili kanisa kongwe hili amejenga mkoloni hiyo, kanisa la zamani sana la kitambo kweli. Posta Posta nimeishi sana. Mechi ya tarehe 3